Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Andrew Kiluru. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu usawa ndani ya ufalme wa Mungu. Ukiona ufalme wowote, ujue ndani yake kuna usawa. Ukiona chochote kilicho ndani ya ufalme kipo, ujue ndani ya hicho kuna usawa. Ukiona chochote kilichopo, ujue ndani yake kuna usawa. Ufalme wa Mungu umetengeneza kwa usawa na kufanya ili chochote kiwepo. Ili ufalme uwepo, lazima uwe na usawa. Chochote kisipungue ndani ya ufalme, wala kisiwe chochote cha kuzidi ndani ya ufalme, na ufalme ukajiuliza ufanye nini. Ndio maana nakwambia wewe, popote ulipo, haijalishi ni mwanamume, haijalishi ni mwanamke, haijalishi ni mtoto, haijalishi ni mzee, haijalishi ni nani, bali kuwepo kwako tu, ujue ndani yako kuna usawa ambao umekufanya ukawepo hapo ulipo. Na hivyo ndivyo Mungu alivyokuumba kwa usawa. Ninapokuambia usawa ndani ya ufalme wa Mungu, naongea kuhusu wewe uliyeumbwa na sura ya Mungu. Naongea na wewe uliye katika ardhi au dunia, na wewe uliye katika anga au dunia. Ukiiona dunia ipo, ukiiona ardhi ipo, ukiona anga lipo, ukiona mbingu ipo, ujue walio ndani ya ardhi hiyo na anga hilo wana usawa. Hakuna aliyezidi kwa chochote wala aliyepungua kwa chochote. Na kwa nini nakwambia kuhusu usawa ndani ya ufalme wa Mungu? Kwa usawa ndani ya ufalme wa Mungu unatokana na sura ya Mungu aliyekuumba nayo. Wewe hapo umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Narudia, wewe ulipo popote umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Lakini ulipokuwa unaumbwa na Mungu, haukumuona Mungu alivyokuwa anakuumba. Ulivyokuwa unaumbwa na Mungu, haukuona Mungu au kumjua jinsi gani anakuumba. Lakini anathibitisha vipi wewe ni wa mfano wake, wewe ni wa sura yake? Anachukua wa kufanana na wewe kutoka ndani yako kuja kudhihirisha uzuri wako aliyekuumba nao, kuja kudhihirisha uzuri wa sura yake aliyekuumba nayo. Ndicho Mungu anakifanya. Ndicho Mungu aliyekuumba anakifanya. Anatoa aliye wa kufanana na wewe ndani yako ili kukuonyesha wewe jinsi ulivyo. Anatoa picha yako ndani yako ili kukuonyesha jinsi wewe ulivyo, na kufanya chochote ambacho unakiona, chochote ambacho kipo katika ardhi, yani dunia, katika anga, yani mbingu, popote pale ilipo, tambua ni vya kufanana na wewe, ikiwa na maana vimetoka ndani yako vipate kujidhihirisha kwako jinsi uzuri wa sura ya Mungu ulioumbwa nayo. Ukiona mwanga wa jua, unajijua jinsi uzuri ulivyo ndani yako. Ndio na kufanya
Usawa ndani ya ufalme wa Mungu ikawa umetoka ndani yako, ukawa umetoka kwenye sura yako. Kilichotoka ndani ya sura yako kinafanana na wewe na kufanya kikawa na usawa na wewe. Kilichotoka ndani yako ni kile ambacho hakijazidi jinsi ulivyo wewe, wala kupungua jinsi ulivyo wewe, bali sawa sawa na ulivyo wewe. Ndio, narudia hapa. Kilichotoka ndani yako na kuwa cha kufanana na wewe ili kudhihirisha uzuri ulionao wewe, hakijapungua sawa na ulivyo wewe, wala kuzidi sawa na ulivyo wewe, bali kipo sawa sawa na wewe ulivyo. Kipo sawa sawa na wewe ulivyo, na kufanya unachokiona ni picha ya umbo lako wewe, la mwili ulionao, wa mifupa ulionao, wa roho ulionao, ni picha. Kwa hiyo kama vile unavyokwenda kujitazama kwenye kioo, ile picha ilivyo ndivyo ulivyo wewe. Jinsi ulivyo, umbo ulivyo navyo ndani ndivyo vinavyoonekana kwa kila kimoja unavyokiona nje. Ni ile picha. Natambua ukiwa unajitazama kwenye kioo, picha inayoonekana kule ni picha ambayo imegeuka. Ni picha ambayo imegeuka. Ndio maana mwanamke uliye wa kufanana na wewe, aliye wa usawa na wewe, aliye picha yako wewe, ni mwanamume pale alipo. Ni mwanamume pale alipo, na yupo kukudhihirishia uzuri ulionao wewe hapo ulipo, kwa kuwa huyo ni wewe, ni wewe katika mwonekano wake wa sura ya kufanana na wewe. Naongea na wewe popote ulipo, ninazungumza na wewe popote pale ulipo. Jinsi Mungu alivyoweka usawa ndani ya ufalme wako, na ukafanya na wewe hapo popote ulipo ukawepo hata sasa, kwa kuwa ni usawa amekupatia. Na kila ambacho unakiona, chochote ambacho unakiona, kiko sawa sawa na wewe ulivyo kwa uzuri wako. Kipo sawa sawa, akija kuzidi wala kupungua, kwa kuwa ni picha ya kuonekana kwako. Ingali katika kukitazama kwako utakiona kama kimegeuka kinyume na jinsi ulivyo. Ndio maana naambia hapa, chukua kioo chako. Unavyojitazama katika kioo chako, jinsi picha ambavyo utaiona kule, ule upande wako wa kulia ulivyo huku, kule utauona umekaa ni upande wa kushoto. Vile upande wa kushoto kwako huku wa sura yako, kule utauona umekaa ni upande wa kulia. Lakini nini maana yake? Ile ni picha ulionayo. Ndio maana wewe mwanamke usijali ukasema wewe ni mdogo kuliko mwanamume. Huwezi kuwa mdogo zaidi ya picha yako au sura yako. Anawezi kuwa mkubwa zaidi ya picha yako au sura yako. Ndio maana acha nikwambie, usawa unapatikana katika neno la mafundisho. Usawa haupatikani kwa kupigana. Usawa unapatikana kwa ujuzi wa kujua. Ndio maana hata pale ambapo
ulianza kuona si haki, yaani hauko sawa na vingine vyote ambavyo unaviona, ingali ni picha yako iliyotoka ndani yako. Unaitazama picha kwenye kioo na unasema picha inakuzidi, picha inakuonea, picha picha yako inakuonea, picha yako inakulingishia, picha yako inakutambishia, picha yako inakutania, picha yako inataka kukuua, picha yako inakushtaki, picha yako inafanya hivi, ingali ni wewe umesimama. Picha yako inakuogopesha, picha yako inakutetemesha kwa uzuri wake, lakini ingali wewe ndio original ya hiyo picha ambayo iko hapo, na ipo hapo kukuonyesha jinsi uzuri wa Mungu aliyekuumba nao. Kwa kuwa siku anakuumba haukumwona, sasa anakuletea picha yako upate kujiona. Ndio nazungumza na wewe popote pale ulipo, ukiwepo tu ujue wewe ndani yako kuna usawa, na Mungu anachokifanya, kila kinachokuja hapo kinakuja kukuonyesha jinsi wewe ulivyo. Ni udhihirisho wa sura yako ilivyo nzuri. Hofu ambayo ulikuwa nayo ni ulikuwa hujui kinachokuja kwamba ni sura ya kufanana na wewe, ni picha yako, kwa kuwa inapokuja kwako kujionyesha inakuja imegeuka. Kama ni mlima utaona bonde, kama uko bondeni utaona mlima. Ni picha yako tu wewe huyo, lakini inakuja kujidhihirisha katika uzuri wake. Ujue jinsi ulivyo. Kazi kwako ni kuigeuza hiyo picha. Ukimuona mwanamume, igeuze ile picha, utajitazama wewe mwanamke, kwa kuwa ile ni upande wa kioo ulichojitazama nacho. Mungu hakuacha kukuumba katika usawa. Chochote kilichopo kipo kwa kuwa ndani yake kiko na usawa. Leo jua usawa wa ufalme wa Mungu, usawa uliye ndani ya ufalme wa Mungu, usawa ulio ndani ya kila kimoja kilichoumbwa na Mungu, kilichopo katika kuonekana kwako. Usawa ulionao wewe hapo popote ulipo, haupo kutafuta usawa, kwa kuwa usawa unakuja kwa neno, nao ni sura ya Mungu iliyokuumba popote ulipo. Inakuja kudhihirisha jinsi ulivyo wewe mzuri kwa kuumbwa kwako, kwani ulipoumbwa haukumuona Mungu anayekuumba. Kama vile ulivyozaliwa haukumuona mzazi anavyokuzaa, lakini kinachofanyika, mzazi anakuja kujidhihirisha kutoka kwako, kwa kuwa amekuja baada ya wewe kuzaliwa. Nazungumza na wewe popote pale ulipo, ujue usawa ndani ya ufalme wa Mungu. Upo kutafuta usawa, upo kutafuta haki. Ndiyo, upo kutafuta haki, kwa kuwa umeuona haupo sawa. Yupo aliye juu yako na yupo aliye chini yako, lakini ninachokwambia kwamba yule ambaye unamwona yuko juu yako ni picha yako wewe iliyokuja kwa kugeuzwa. Ni sura yako wewe uliojitazama kwenye kioo. Isikuchanganye kujiona kule upande wako wa kulia umekuwa kule kushoto, upande wako wa kushoto umekuwa kule kulia. Jicho lako la kulia limeonekana kule kwenye jicho la kushoto, jicho lako la kushoto limeonekana kwenye kioo kwenye jicho la kulia. Usichanganyikiwe, ni picha ya usawaza wako. Ndio maana ulipotoka kuacha kujua usawa
ndani ya ufalme, ukaona mwanamume ni wa zaidi yako, na kutokujua kwamba ametoka ndani yako, kwamba ni picha ya sura yako, na alipo kule ndivyo jinsi ulivyo wewe, kwa uzuri ule ule wa kufanyika kwake. Alichokifanya Mungu ni kukuletea kumbukumbu, kanuni za kumbukumbu. Na kanuni za kumbukumbu aliziweka katika hatua mbili. Hatua ya kwanza, alifanya umjue Mungu aliyekutoa kwenye shida. Maana yake ni kanuni ya ubaya kwa wema, kwa dhumuni moja, umjue Mungu aliyekutoa kwenye shida. Na kanuni ya pili ilikuwa ni kwamba umjue Mungu aliyekufurahisha kabla ya shida ulionayo hapo. Na ili upate kumjua kanuni za kumbukumbu, lazima pale ulipo, kama ni kanuni ile ya kwanza kwamba umjue Mungu aliyekutoa kwenye shida, kitu ambacho unahitaji ndani yako, ujute kwanza, ujue makosa yako ya kuwa kijana, ujue makosa yako ya kuwa kijana, kwa kuwa sasa wewe umeoa au umeolewa, ili upate kuongezewa kingine. Hiyo ni kanuni ya kukukumbusha ulipo, Mungu uliye naye. Kanuni ya pili ilikuwa umjue Mungu aliyekufurahisha kabla ya kuwepo hapo katika shida hiyo. Inaitwa kanuni ya wema kwa ubaya. Unaujua uzuri kupitia ubaya ulionao, kupitia sehemu ulipo, kwamba ukumbuke kuhusu ujana wako kupitia hapo ulipoolewa au kuoa, ili upate kufanikiwa. Ni kanuni za kumbukumbu za kukukumbusha. Yaani ukiwa na mke, kumbukumbu zikuijie, zifunike sura ya mke, usimuone mke kama ni mzuri, uanze kukumbuka kuhusu ujana wako. Hizo ni kanuni za kumbukumbu ambazo zilikuwepo pale ulipoanza kuona kwamba wewe haupo na usawa, unatafuta haki. Sasa nini kifanyike? Ukumbushwe kuhusu Mungu. Ndio maana hata hapo katika kuumia kwako, haumii kwa mke uliye naye, unaumia kwa kumbukumbu za ujana wa furaha uliokuwa nayo, kwa kuwa kanuni inakutaka hivyo. Pia ulipo hapo, aulii kwa jinsi ulivyo kijana, unalia kwa jinsi huyo mke uliye naye anakufanyia nini. Lakini si kwamba mke ni mbaya, bali ni kumbukumbu za kukumbushwa Mungu alivyo wa usawa. Na hizo kanuni ndio zilikuja kuongoza dunia, zilikuja kuongoza ulimwengu. Kanuni ya kumbukumbu. Umkumbuke Mungu wako, ukumbuke Mungu wako jinsi alivyokuumba kwa usawa. Ni kanuni ziliwekwa na Mungu mwenyewe za kukumbusha, na ndizo kanuni zilizoitwa wema na ubaya. Kanuni ya wema na ubaya, kanuni za wale upande wa giza. Upande wa giza maana yake wanakukumbusha kuhusu Mungu uliyekuwa naye katika raha, kwa kukuwekea giza na kukiona hicho ulicho nacho kwamba ni kibaya. Hiyo inaitwa kanuni ya giza. Kanuni ya nuru, kwamba ubaya kwa wema.
inakuwekea giza kwenye kile kitu ambacho ulikuwa nacho, ili upate kujua uzuri wa ulicho nacho sasa hivi. Kwamba wanakuwekea giza katika ujana uliokuwa nao, ulifanya nini, ili upate kujua uzuri wa hapo ulipooa au kuolewa. Lakini zilikuwa ni kanuni za kukukumbusha wewe ni nani. Wewe ni nani? Usawa uliye ndani ya ufalme. Kinachoonekana ni kile kilichotoka ndani yako. Kwani ni nini ambacho kimekuwepo kabla yako? Kinachokuja kwako kujionyesha, kinakuja kujionyesha baada ya wewe kuwepo. Hata mzazi pia anakuja kujionyesha yeye ni mzazi kwako, kujidhihirisha uzuri yeye ni mzazi kwako baada ya wewe mtoto kuwepo. Ndiyo, naongea na wewe. Ujue usawa ndani ya ufalme wa Mungu. Hautafuti haki kwa kumpiga baba yako wewe mtoto. Hautafuti haki kwa kumpiga mama yako wewe mtoto. Hautafuti haki kwa kumpiga jirani yako wewe mtoto. Unatafuta haki kwa kuijua sura ya Mungu iliyokuumba, na vyote vilivyopo vimetoka ndani yako na vipo kudhihirisha uzuri wa Mungu aliyekuumba nao kwa kuwatazama. Na akipo hapo kukupinga wewe, bali ujione na kujitazama. Mungu leo anakupumzisha kwa kukuonyesha usawa ulio ndani ya ufalme. Wewe mama au mwanamke, popote ulipo, haupo kupigana na mumeo kutafuta usawa, kwa kuwa mumeo ni sura iliyotoka ndani yako, ni ya kufanana sawa sawa na wewe. Ndio maana kinachotakiwa kwako ni ujuzi au maarifa ya kufahamishwa kuhusu uumbaji wa Mungu na uzuri aliyokuumba. Unachokiona ni uzuri wako, wala mume wako haja kuzidi kwa chochote, wala wewe haujamzidi kwa chochote, bali anachokifanya Mungu anamleta kwako kukuonyesha wewe uzuri wa alivyokuumba. Mkeo akifanya shughuli, mume wako akifanya kazi, akifanya hichi, akifanya hichi, ni kile ambacho wewe unakifanya ndani yako wewe. Pokea pumzisho hili na kujua usawa ndani ya ufalme wa Mungu, ndani ya ndoa yako, ndani ya kabila lako, ndani ya taifa lako. Na nini kinafanya usawa ukaendelea? Ni uwepo wako tu popote ulipo. Uwepo wako tu popote ulipo. Wewe ni mama, unafanya kazi za nyumbani, unafanya usafi, upo ofisini, uwe popote, kwa kuwa ofisi kuu Mungu aliyokupatia ni ardhi hii na anga lake popote pale lilipo. Kwa hiyo popote ulipo, upo ndani ya ofisi, na vilivyo vya kufanana na wewe vinakufuata hapo kukuonyesha uzuri wa jinsi wewe ulivyo, sio yeye alivyo. Mwanamume anapokuja hapo anakuonyesha uzuri wa wewe ulivyo, sio yeye alivyo. Chochote anachokifanya anakuonyesha ubora wa wewe ulivyo. Ndivyo kwako wewe mwanamke. Mwanamume wewe, ukimwona mwanamke anakuonyesha jinsi uzuri au ubora wa ulivyo. Mungu yupo kukusaidia. Mungu amekuja nyumbani kwako kukwambia uzuri wa kuumbwa kwako, uzuri wa kuumbwa kwako.
usawa uliye katika popote hapo ulipo. Kwa kuwepo kwako tu tayari ni usawa, na kinachotakika kwako tu na Mungu aendelee kujidhihirisha kwako kwa vyote vilivyo ndani yako, anavyovileta kwako kwa kufanana na wewe, kwa kuwa wasaidizi wako hawatakoma kwa hapo. Na sasa hivi na kuachilia upako huu wa kukupumzisha hapo ulipo, kukupa pumzisho katika ndoa yako, kukupa pumzisho katika usawa katika familia yako, kukupa pumzisho la usawa popote pale ulipo, kazini, kwenye biashara, kwenye afya ulionayo, popote ulipo, kwa vyovyote ulivyo navyo, usawa wa Mungu unakuwepo hapo ulipo. Pokea haki hii ya usawa na amani hii ya Mungu iwe